Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ninalo neno kwa ajili yako, na mara nyingi tunapokuwa tunasimama, Mungu ameweka neno ndani yetu ambalo lina lengo la kukufanya wewe uweze kumwona Kristo Yesu. Lina lengo la kukufanya wewe uweze kuulisi uzima wa milele. Nataka tu nikusaidie mtu wa Mungu naye nisikia ya kwamba sisi hatuhubiri kwa habari ya vitu vinavyoharibika. Hatuhubiri kwa habari ya majumba wala sadaka wala fedha wala mali wala vitu vya dunia hii. Maana Biblia inasema itatufaidia nini tukipata ulimwengu na vyote halafu tukamkosa Bwana. Na nirudie tu kukupa tahadhari ya kwamba hatuko hapa kwa ajili ya sadaka yako. Tuko hapa ili uweze kumsikia Kristo na atakaporudi uweze kuona uzima wa milele. Sema amina. Nitafundisha jioni ya leo ili uweze kunielewa kila ambacho Mungu anataka ukisikie. Mwanzo sura ya 2, nitasoma maandiko matakatifu kama yalivyoandikwa kuanzia mstari wa 21 hadi ule wa 24. Biblia inasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama ya mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Irudie tena mstari wa 24. Biblia inasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimekusomea habari za mwanzo wa kuumbwa kwa dunia. Maana hapo mwanzo dunia na vyote unavyoviona havikuwepo. Sasa baada ya Mungu kuumba vitu kadha wa kadha, hapo baadaye ndipo akafanya maamuzi ya kumuumba mwanadamu, ndiposa akamuumba Adamu. Lakini Biblia inasema ya kwamba akaona Adamu ni mpweke, akaona Adamu yuko peke yake, akasema ni vema Adamu asiwe mpweke, asiwe peke yake. Hivyo Mungu akafanya maamuzi ya kumfanyia msaidizi. Biblia inasema Mungu akafanya operesheni, akamlaza Adamu usingizi mzito. Baada ya kumlaza Adamu usingizi mzito, hapo ndipo Mungu akachomoa ubavu mmoja wa Adamu katika upande wa kushoto, akamtengeneza mwanamke, akamuumba msaidizi anayeitwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nitakwenda kuzungumza na wewe kwa habari ya jambo moja ambalo mwanadamu ameliharibu. Namna ambavyo Mungu ameliumba ni tofauti na namna wanadamu wanavyofanya katika ulimwengu wa leo. Nitazungumza leo kwa habari ya ndoa. Nitazungumza leo kwa habari ya uzinzi. Nitazungumza leo kwa habari ya uasherati, na ninazo habari njema za ufalme wa Mungu. Maana lengo la Mungu ni kujitengenezea watu watakaoishi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa habari za mwanzo, habari za Adamu zinaeleza ya kwamba Mungu alichomoa ubavu mmoja, akamtengeneza mwanamke mmoja, hakutengeneza wanawake wawili. Ninazungumza hivyo nikiwa na maana ya kwamba ndoa ni ya mtu mmoja mke na mtu mmoja mume, na ndoa sio ya watu watatu na kuendelea. Nisikilize nikwambie, ninajua hata sasa una wake watatu,
Ninajua hata sasa unatoka nje ya ndoa yako, lakini nataka nikupe msingi wa kulisi ufalme wa Mungu, kwa maana yeyote anayetoka nje ya ndoa yake, ama yeyote aliyevuruga utaratibu wa Mungu na kusema ya kwamba mimi na uwezo wa kuoa wake zaidi ya 4 ama wake zaidi ya 5, nisikilize nikwambie, wakati Mungu anaumba, alimuumba mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Hakuumba wanaume wawili ama wanawake wawili. Nisikilize mwanadamu, maana umeamua kuvuruga utaratibu wa Mungu, umeamua kuvuruga uumbaji wa Mungu, na hata sasa unafanya yale yanayokupendeza machoni pako. Lakini si kwamba Mungu haoni, lakini si kwamba Mungu hasikii, lakini nimekuletea habari za toba, ya kwamba watakao ulisi ufalme wa Mungu ni wale ambao wanaishi katika ndoa ya mume na mke mmoja. Ninajua dini yako inakufundisha ya kwamba unaweza ukaoa ukaacha. Nisikilize nikwambie habari hizi, mtu wa Mungu, maana Mungu ameweka utaratibu tangu mwanzo. Ninakuuliza swali, wakati ambapo Mungu amemuumba Adamu na Eva, je, alimuumba Adamu akaumba wanawake wawili na kuendelea? La hasha. Tunaona kilichochomolewa kwenye ubavu wa Adamu ni ubavu mmoja, na Biblia inasema akamfanya mwanamke kwa mfano wa Adamu ili awe msaidizi wake. Kumbe Mungu ameumba mwanamke mmoja, hajaumba wanawake wawili, na wala kumbe ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. Sema amina. Nikawa mahali siku moja, nikaona vijana, nikamwona baba kabisa ambaye ninastahili kumheshimu, lakini yale anayozungumza ni mambo ya uzinzi, ni mambo ya uasherati. Yani haridhiki na mke wake, haridhiki na mume wake. Leo hii mambo tunayoyaona ni mambo ya ajabu mno. Yani ni kawaida mtu kuwa na mchepuko, ni kawaida mtu kutoka nje ya ndoa yake, na watu hawa ni viongozi wa dini, na watu hawa wanaswali na kusali, na watu hawa wanasema Bwana Yesu asifiwe, na watu hawa ni wachungaji. Nisikilize nikueleze habari ya ufalme wa Mungu, ya kwamba ndoa ni ya mtu mmoja na mke mmoja. Hakuna ndoa ya watu 3 na kuendelea. Ndoa ni ya mume na mke. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inajua shetani amepanda tamaa ndani yako, ndio maana uliziki na mke wako. Ndio maana hata sasa kwenye simu yako umesevu jina la kiume, lakini hilo jina lina maana ya mchepuko. Ndio maana hata sasa huyo mchepuko wako umepanga naye njama za kukutana naye mahali, na hata sasa una watoto 5, na hata sasa una watoto 10. Kama Bwana Yesu akija sasa akakukuta unafanya hayo, hata kama ulitoa sadaka, hata kama uliimba sana, hata kama ulihubiri sana, Yesu hatatoa watu wanaochepuka. Yesu hatatoa watu wanaotoka kwenye ndoa zao. Yesu atatoa watu wanaoishi kwenye ndoa zao, tena wale waume na wake wa ujana wao. Sema amina kwa jina la Yesu. Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na tena Mungu ndiye aliyefungisha ndoa Edeni, na tena Mungu alifungisha ndoa ya kwanza ambayo baba zetu au baba yetu Adam na mama yetu Adam amesababisha wewe uwepo. Akaumba mwanaume mmoja, akaumba mwanamke mmoja, akasema mtakuwa mwili mmoja. Kumbe mwili mmoja unakuwa kati ya mume mmoja na mke mmoja. Kumbe ndoa sio nini? Kumbe ndoa sio mume na wake wawili ama mke mmoja na wake wawili na kuendelea. La hasha. Kumbe ndoa ni mke mmoja na mume mmoja. Sema amina. Utaratibu huo ni wa kibiblia. Ndoa sio pete, maana hata pete yako haijakuzuia kutoka nje ya ndoa. Ingawa umevaa pete hata sasa, lakini bado na mchepuko. Ndio maana mimi nimefunga ndoa, sijavaa pete na wala sitavaa pete, kwa sababu siamini ya kwamba pete ni ndoa. Ndoa ni agano la damu. Ndoa ni agano la mwili mmoja. Ndoa ni zaidi ya mchungaji kusema sasa ninyi ni mwili mmoja. Ndoa ni zaidi, na kama watu wangelifahamu hatari iliyoko kwenye ndoa, wasingeliweza kufanya michezo wanayoifanya. Mungu ameumba mke kwa ajili ya matumizi ya mtu mmoja, hajaumba mke kwa ajili ya matumizi ya watu wawili. Ni uchafu na uchafu, na mambo haya ni uchafu na hayafai hata kunenwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Nisikilize nikwambie, unaole hata kama una dini yako, hata kama una dhehebu lako zuri. Na bahati mbaya, ninachosikitika, kuna watumishi wengine ama wachungaji wengine ama pengine wanadini wengine wameapa kwa viapo vyao, wakasema sisi
tutamtumikia Mungu, hatutaoa wala kuolewa. Wengine wanajiita masista, wengine wanajiita mapadri, lakini hawa wanaojiita hivyo wanaongoza kuwa na watoto mtaani kuliko yeyote. Anatoka hapa Kibaoni, anasafiri anaenda Katoro kwa mchepuko. Nisikilize padri, hata kama uko hapa, Bwana Yesu atakapokuja hawezi kuiona mbingu, na wala waingii mbinguni watu wa jinsi hiyo. Mnatudanganya ya kwamba hatujaoa, hatujaolewa, lakini nyie ndo mnatoka nje na masista, mnatoka nje na waumini wenu, mnatoka nje na mashemasi, mnatoka nje. Nisikilize, hakuna mtu wa Mungu anayefanya mambo kama hayo. Sema amina. Na hii ni kweli hata kama ukichukia, maana kweli siku zote haipendwi. Huwa na upini ninasema ya kwamba dunia inaweza ikavumilia dini, lakini dunia haiwezi ikavumilia kweli. Na mimi nimejitoa kwa moyo wangu, kwa gharama ya namna yoyote nitaiambia dunia kweli, hata kama ikinichukia, hata kama ukinitukana. Nisikilize, nitakueleza kweli, maana hata Yesu alitukanwa, Yesu alibezwa. Nimejitoa kuizungumza kweli. Nisikilize mchungaji unayetoka nje ya ndoa yako, nisikilize mama mchungaji usiye mwaminifu kwenye ndoa yako, unaole kama Bwana atakukuta unafanya hayo. Sema amina kwa jina la Yesu. Haujataka kuwa mwaminifu kwenye ndoa yako, na ukitaka kuelewa, hata sasa huwezi kushika simu ya mke wako, na mke wako hawezi kushika simu yako, kwa sababu mnajua kabisa ya kwamba mkishirikiana simu pamoja mnaweza mkaonana yale mabaya mnayoyafanya. Nisikilize, mimi ni shahidi katika haya. Mimi na mke wangu anajua password yangu ya simu, anajua password yangu ya account ya bank. Lakini leo mwanaume unaficha nini? Yaani umempiga marufuku mkeo hashiki simu yako. Kwa nini? Unatunza hawala, una hawala, una mchepuko. Yesu atakapokuja hautaweza kumwona yeye. Yesu atakapokuja, watu wa jinsi hiyo hawezi kuulishi ufalme wa Mungu. Tukitaka kujua ukweli wa jambo, lazima tuchunguze asili ya jambo, ya kwamba je, Mungu alifanya nini tangu mwanzo? Kama tukikuta Mungu alifungisha ndoa ya watu wawili, wake wawili na mume mmoja, basi hiyo ndoa yako itakuwa halali. Lakini kama Bwana kufanya hivyo, nisikilize, hata sasa usijifariji kwenye uovu wako. Naomba nikusomea maandiko haya katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 na mstari wa 4 hadi wa 6. Biblia inazungumza, inasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Unasikia Biblia inasema aliwaumba mtu mke na mtu mume. Hajasema aliwaumba watu wake na watu waume, anasema mtu mmoja mke na mtu mmoja mume. Mstari unaofuata anasema, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe. Anasema mtu, hajasema watu, anasema mtu. Kuwa makini sana na huo umoja ambao Mungu anauzungumza. Anasema mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kumbe mtu mke anapoungana na mtu mme wanakuwa mwili mmoja. Kumbe mwili mmoja ni wa watu wawili pekee, mume na mke, sio mume na wake, sio wake na mume, la hasha, ni mtu mmoja mke na mtu mmoja mume. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Anasema hata wamekuwa si wawili. Nasisitiza, wamekuwa si wawili. Kumbe ndoa ni ya watu wawili, sio mtu mume na mtu mume. Maana siku hizi kuna ndoa za jinsia mbili. Mwanaume leo anamuoa mwanaume mwenzake, ni uchafu. Mwanamke naye anamuoa mwanamke mwenzake, ni uchafu. Au mwanaume anaoa mnyama. Nilikuwa nafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, nikaona namna gani kuna ndoa za mwanadamu na wanyama. Mwanamke anaoa mnyama. Ndugu zangu, tuko wakati wa mwisho ambao wanadamu wamekusudia kubadilisha matumizi ya asili ya uumbaji wa Mungu na kuyafanya matumizi yasiyo ya asili. Ndoa ni ya mtu mke na mtu mume, sio ya mwanaume na mwanaume, sio ya mwanamke na mwanamke. Na ndoa ni ya watu wawili, mme na mke peke yake. Nilitaka nikuonyeshe maandiko hayo ya kwamba Yesu mwenyewe anaelewa kile Mungu alichoumba, na anafahamu ya kwamba tangu mwanzo Mungu alifanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninajua utakuwa na maswali,
na hata sasa una maswali. Unajiuliza, unasema, mtumishi, mbona tunaona kwenye Agano la Kale watu walioa wanawake wengi? Tunaona watu mfano wa Ibrahim alikuwa na mke zaidi ya mmoja, alikuwa na Sara na Hajiri. Tunaona Yakobo alikuwa na Lea, Raheli, Zilpa na Bilha. Tunamwona Daudi pia alikuwa na wanawake wengi. Tunamwona Suleimani, bingwa la kuoa wanawake wengi, aliyekuwa na wanawake 700 na masuria 300. Aisee, Suleimani alikuwa ni hatari sana, alivunja rekodi ambayo mwanadamu hajawahi fanya hata sasa. Hebu piga hesabu 700 na wanawake wa pembeni 300, jumla walikuwa wanawake 1000. Mimi sijui ya kwamba Sulemani alikuwa na wahudumiaje. Usitake kuniuliza mtumishi wa Mungu, hata mimi mwenyewe ninashangaa, lakini hayo ndio maajabu ya dunia. Sasa ninajua unaweza ukajitetea ukasema, mbona kwenye Agano la Kale walikuwa wanaoa tu na mbona Mungu alinyamaza? Mtumishi, unataka kutuambia nini? Enda na mimi nikufundishe, nikuelekeze na kitu gani ambacho Mungu alikifanya na hata sasa anakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Agano la Kale linaonyesha watu walioa wake wengi? Je, Mungu aliruhusu? Hakuna mahali popote ambapo Mungu aliagiza watu waoe wake wengi. Ngoja tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 na mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 6. Ninatamani nikufundishe, ninatamani ujifunze, ninatamani uelewe. Maana ukweli ni kwamba mtu wa Mungu, kama unatamani kumwona Yesu, kama unatamani kuishi uzima wa milele, kama unatamani kumwona Kristo, lazima ujitenge na shimo hili la kuzimu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 6. Biblia inasema ya kwamba basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Kumbe Mungu aliruhusu mambo hayo yaandikwe na yarekodiwe kwenye Biblia ili yawe mfano kwetu, ili sisi na sisi tusije tukafanya na Mungu akatuangamiza. Kwa hiyo hayo nayo yaona yaliandikwa kama mfano kwetu. Hatupaswi kuiga hayo, tunapaswa kuiga mema ya Mungu ili tuweze kuwa na uzima wa milele. Sema amina. Sasa naomba nizidi kukupeleka kwenye historia ya Biblia. Kabla ya Israeli kuanza kutawaliwa na wafalme, utakumbuka wana wa Israeli walikuwa wanatawaliwa na Mungu, lakini baadaye wana wa Israeli wakataka utawala wa mwanadamu. Sasa kabla ya utawala wa mwanadamu, Mungu aliwaonya wafalme kwa habari ya kuoa wake wengi. Hebu tusome katika kitabu cha Torati ile sura ya 17 na mstari wa 17. Utaona namna gani Mungu aliona mbele, akawaonya ya kwamba mfalme mtakaye mchagua hapaswi kuoa wake wengi. Kwa nini? Ngoja tuone kitabu cha Torati ile sura ya 17 na mstari wa 17. Biblia inasema, wala asijizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Mkazo wangu ni hapo ya kwamba wala asijizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke. Kumbe mtu anapojizidishia wake, moyo wake unakengeuka. Nitakueleza huko mbele ni kwa namna gani wake wana nguvu ya kugeuza moyo wako mwanaume. Na ndio maana hata sasa, licha ya kwamba unaendesha bodaboda, licha ya kwamba unafanya kazi, licha ya kwamba una biashara yako, lakini yule hawala anazimaliza fedha zako, kwa sababu mwanamke ana nguvu ya kubadilisha moyo wako. Mwanamke ana nguvu ya kukuteka. Nenda kwa giant mmoja anaitwa Samsoni. Samsoni alikuwa na nguvu, unajua. Samsoni aliweza kuua simba, unajua. Samsoni alikuwa na uwezo wa kuwapiga watu, lakini lilipokuja swala la mwanamke, Samsoni akalegea. Samsoni akatoa siri zake, kama jinsi walivyotoa siri zako za benki. Hata sasa mke wako mchepuko anamiliki hiyo kadi ya benki, lakini mke wako nyumbani anakula majani ya maboga, lakini hawala wako anakula chipsi. Na hata sasa usiku umekusudia kumpitia chipsi hapo umpelekee, lakini watoto nyumbani wanalalia uji. Angalia shetani alivyokuteka, angalia shetani alivyokuweza. Mwanamke ana nguvu ya kugeuza moyo wako. Ninazungumza ya kwamba ndoa ni ya mke mmoja na mme mmoja basi. Nje ya hapo ni upupu.
Sema ni upupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliwaonya mapema wana wa Israeli ya kwamba mtawala wenu, mfalme wenu mtakayemchagua, ni sharti awe na mke mmoja, asijizidishie wake, maana wana uwezo wa kugeuza moyo wako. Sasa jambo hili tunaliona kwa Suleimani. Hebu tusome katika Wafalme wa Kwanza ile sura ya 11 na mstari wa 3 hadi wa 4. Wafalme wa Kwanza ile sura ya 11 na mstari wa 3 hadi wa 4. Tuone namna gani sasa Suleimani alishindwa kufuata hii kanuni na sheria ambayo Mungu aliwapa, hatimaye wake zake wakajikuta wamemwingiza kwenye matatizo. Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 3 hadi wa 4. Tumtazame bingwa wa madem, bingwa wa wanawake, Suleimani the giant, aliyeoa wanawake 700 na masuria 300. Anaposema masuria, yani anamaanisha mahawala, mchepuko 300. Wewe sunako kamoja hata sasa kana kuchuna, yani hauna hamu kabisa, yani unasema kabisa hakika ameniweza. Sasa jamaa alikuwa na mahawala 300, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Sema wakamgeuza moyo. Wake zake wakamgeuza moyo Suleimani. Kumbe hasara ya kuwa na wake wengi tofauti na moja ni kwamba wanawake hao wana uwezo wa kugeuza moyo wako. Na makahaba wanajua kubembeleza bwana. Makahaba wana lugha za utamu bwana. Ndio maana akija kwako, hata kama umekasirika, hata kama uliapa utampa hela tena, nakwambia utampa, na zingine za siri utazitoa. Nyumbani utaenda kapa, utamdanganya mke wako kwamba sikupata chochote, lakini kumbe zote umempa Debora, kumbe zote umempa Asha, kumbe zote umempa Husina. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, hawataweza kufika mbinguni watu wa jinsi hiyo. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Ni injili ngumu lakini yenye uponyaji, maana siku zote dawa chungu ndiyo ambayo inaleta uponyaji ndani ya watu. Kwa hiyo Suleimani alivunja sheria ya Mungu katika Torati 17:17, akaiasi sheria ya Mungu, akaamua kujitwalia wake kinyume cha sheria ambayo Mungu alikuwa amempa. Na sasa tunaona Suleimani amelemewa, na unauona mwisho wa Suleimani ulikuwa ni mbaya kupindukia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasema, mtumishi, ni kitu gani ambacho Mungu alikifanya? Mbona aliangalia tu? Nisikilize. Mungu alivumilia wakati wa Agano la Kale kwa sababu ya ugumu wa moyo wa mwanadamu. Kuna kitu ambacho kinaitwa uvumilivu wa Mungu kwa muda. Uvumilivu wa Mungu kwa muda. Kwa hiyo Mungu alivumilia nyakati za Agano la Kale kwa sababu ya ugumu wa moyo wa mwanadamu. Hebu tusome kitabu cha Mathayo ile sura ya 19 na mstari wa 8. Biblia inazungumza katika Mathayo 19 mstari wa 8. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kumbe ndoa haivunjiki bwana. Kumbe hatuoi na kuacha. Kumbe hatusemi tumemchoka. Akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Sema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Ndiyo, tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kumbe mwanadamu ndiye ameharibu mambo kwa sababu ya dhambi. Ilipoingia duniani ikaharibu mpangilio na mfumo wa Mungu, na ndio maana tunamhubiri Yesu Kristo aliyekuja kurejesha tena ule utakatifu wa nguvu za Mungu, aliyekuja kurejesha tena ndoa safi ya mke mmoja na mume mmoja. Kwa hiyo uvumilivu wa Mungu sio kibali. Uvumilivu wa Mungu sio ruhusa ya kuoa wake wengi. Hapana. Sasa angalia kitabu cha Matendo sura ya 17 na mstari wa 30. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 17 na mstari wa 30. Biblia inazungumza, inasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Kumbe kuna zamani za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Lakini sasa Mungu anasemaje? Bali sasa
anawaagiza watu wote kila mahali watubu. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe zamani za ujinga Mungu alijifanya kama azioni, lakini sasa anakuagiza mtu wa kibaoni upate kutubu. Mungu ametoa utaratibu kwa habari ya ndoa katika Agano Jipya. Sasa tumetazama ndoa katika Agano la Kale. Yamkini ulikuwa unajitetea unasema, mbona Ibrahim, mbona Daudi, mbona nani? Lakini ngoja nikueleze habari za Agano Jipya, agano la milele, agano linalotukamilisha. Maana Kristo alifanyika agano, akabadilisha mambo yaliyokuwa katika sheria ya Torati, akayaleta katika sheria ya Roho wa uzima wa milele. Sema haleluya kwa jina la Yesu. Unajua Kristo ni ukamilifu wa mambo yote, na ninapomzungumza Kristo, ninapomzungumza Yesu, ninazungumza kwa habari ya Mungu anayeishi, kwa habari ya Mungu anayeweza, kwa habari ya Mungu ambaye anataka wewe uwe mtakatifu kwa jina la Yesu. Sema amina. Naomba nikueleze utaratibu wa ndoa katika Agano Jipya. Tusome kitabu cha Timotheo wa kwanza, ile sura ya 3 mstari wa 2 na wa 12. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2 na wa 12. Unajua wenye michepuko wako kanisani, wanaotoka nje ya ndoa zao wako kanisani, na ni wamama wachungaji, na ni wachungaji kabisa, wanahubiri na wanawaambia watu wanauona uzima wa milele. Nisikilize nikwambie, Kristo Yesu anao utaratibu wake, anazo kanuni zake. Kama unataka kumwona yeye, lazima ufuate utaratibu wake. Ukitaka kufuata utaratibu wa dini yako, nataka nikwambie hautakuwa salama kwa jina la Yesu. Naomba nikusomee Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 2, nitaluka kwenda wa 12. Biblia inasema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuae kufundisha. Imempasa askofu awe mume wa mke mmoja. Amesema wawili, amesema watatu, amesema 10, amesema tuwe na kamchepuko pembeni, amesema kengine katuliwaze mawazo, amesema kengine tukapelekee pesa usiku, amesema kengine tukalale nako gesti. Amesema askofu ama mchungaji ama kiongozi wa dini anapaswa kuwa mume wa mke mmoja. Isikilize vizuri Biblia. Amesema waume, amesema wake. Sasa wewe au umewatoa wapi mchungaji? Hako kawala kamada ulikonako ambako unadanganako na kanisa linakujua. Wewe mzee wa kanisa, wewe shemasi, wewe kiongozi wa dini, Biblia imetoa utaratibu wa ndoa ya kwamba viongozi wa dini wanapaswa kuwa waume wa mke mmoja. Basi Biblia inazungumzaje? Katika mstari wa 12 inasema mashemasi na wawe waume wa mke mmoja. Kumbe hata mashemasi nao wanatakiwa kuwa waume wa mke mmoja. Hata wewe mshirika unatakiwa kuwa mke wa mume mmoja. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, Mungu ametoa utaratibu kwa habari ya ndoa. Usipokubali kufuata utaratibu huu, nataka nikwambia hata kama usari ama uabudu ama usujudu ama ufanyeje, ile mbingu ya utakatifu hautaweza kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa. Kumbe ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa. Waefeso sura ya 5 na mstari wa 25. Ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa. Unajua Kristo ni mume na kanisa ni mke wa Kristo. Biblia inasemaje katika Waefeso sura ya 5 na mstari wa 25? Biblia inasema ya kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kumbe Kristo anaye bibi harusi anayeitwa kanisa. Kristo hana makanisa. Ndio maana huwa ninahubiri ninasema ya kwamba Kristo atakapokuja hatatoa dhehebu, hatatoa dini fulani, hatatoa TAG, hatatoa EAGT. Kristo atakapokuja atatoa kanisa takatifu, kanisa takatifu, kanisa takatifu. Yesu Kristo hana makanisa, makanisa yenye migogoro, makanisa ambayo wachungaji wanagombana. Kristo analo kanisa
moja peke yake lililotengwa na dunia, kanisa ambalo lina mmoja ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo ana kanisa moja, si mengi. Kristo hajaoa makanisa mengi, ana kanisa moja. Kwa hiyo ndoa ni mfano wa Kristo, namna Kristo alivyolioa kanisa. Biblia haionyeshi hata ndoa moja ya wake wengi ambayo ilikuwa na amani. Kila ndoa yenye watu wengi katika Biblia utaona ilikuwa na usumbufu, ilikuwa na matatizo, ilikuwa na wivu, ilikuwa na mashindano, ilikuwa na migogoro ya hapa na pale mingi sana. Sasa ninaomba nikakuonyeshe kwa nini karibu kila mwanaume katika Biblia aliyekuwa na wake wengi alipata matatizo makubwa au kuanguka kiroho. Nisikilize nikwambie. Kwa nini katika Biblia kila mwanaume aliyekuwa na wake wengi alipata matatizo makubwa au kuanguka kiroho? Naomba nisikilize kwa nini wake wengi hawaruhusiwi. Nitegee tu masikio yako, mtu wa Mungu, nijenge hoja yangu halafu nimshukuru Mungu. Jambo la kwanza, wake wengi huleta mgawanyiko wa moyo. Sema mgawanyiko wa moyo. Wake wengi wanaugawanya moyo wa mwanaume. Nataka nikueleze wanaugawanya kwa namna gani. Mungu alikusudia ndoa iwe yenye umoja wa moyo mmoja. Ndio maana Biblia inasema wamekuwa si wawili tena, bali mwili. Ule mwili mmoja, ina maana wote wanashare moyo mmoja, wanashare maamuzi pamoja, wanashiriki mambo yao pamoja. Vipi wale ambao wana wake wengi? Je, wanaweza wakawa na moyo mmoja? Wanaweza wakawa na mwili mmoja? Hapana. Na tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 ya kwamba mume atamwacha baba yake, atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ndoa ni ya mtu mmoja na mke mmoja. Huyo wa pili uliomwongeza Mungu hamtambui kabisa, na kama akifa au wewe ukifa, wote mtajikuta jehanamu ya moto. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wake wengi huleta mgawanyiko wa moyo. Mwanaume mwenye wake wengi, moyo wake unagawanyika kiasi ambacho, jambo la kwanza, hawezi kutoa upendo sawa kwa wake wote. Nisikilize, ni namna gani wake wengi wanagawanya moyo wako mwanaume. Hauwezi ukawapa upendo unaolingana, ya kwamba yule mke wa kwanza umpe upendo sawa sawa na mke wa pili. Lazima upendo utaegemea kwa mke mmoja. Kwa nini? Moyo umeumba kumpenda mtu mmoja. Huyo wa pili moyo hauwezi ukampenda kama inavyotakiwa. Kinachobaki ni tamaa zako tu, ila upendo uko kwa mtu mmoja. We mwenyewe ni shahidi. Hata sasa kati ya wale waume watano au wake watano ulionao, kuna mmoja tu unayempenda, na huyo ndiye kuna vitu vingi unapeleka kwake kuliko hata yule mke mwingine wa pili ama wa nne ama watatu. Kwa hiyo wake wengi wanagawanya moyo. Hauwezi kutoa upendo sawasawa kwa wote. Lazima, Biblia inasema hamwezi mkawatumikia mabwana wawili. Hauwezi ukawahudumia wote kwa usawa. Hauwezi ukawahudumia wote kwa usawa. Ndio maana kuna wakati yule mwingine wa pili wa ziada, yule mwingine wa tatu wa ziada. Hata sasa hujawahi mpelekea nyama, ila yule wa kwanza unapeleka nyama kila siku, ila yule wa pili kuna kaela huo unamwekea, ila yule mwingine kuna kengine huwa umpi. Hiyo inaonyesha ya kwamba huwezi ukawapenda wake wawili watatu kwa wakati mmoja. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina. Hauwezi ukawagawanya moyo ya kwamba upende huku na huku, la hasha. Lakini pia wake wengi wanaugawanya moyo wako kiasi kwamba unashindwa kuiongoza familia yako katika namna inayofaa. Hebu tusome mfano katika kitabu cha Mwanzo sura ya 30. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30 na mstari wa kwanza. Tuone mfano mmoja wa mtu mmoja ambaye alishindwa kuiongoza ndoa yake katika namna inayofaa kwa sababu ya wake wengi. Biblia inasema, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimwonea ndugu yake wivu.
Bwana Yesu asifiwe. Raheli alimwonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Angalia, mwanamke mmoja hazai na mwingine anazaa. Biblia inasema yule mwingine akamwonea mwenzake wivu, akasema ninataka watoto, la sivyo nitajinyonga, ninataka watoto, la sivyo nitakufa. Kwa hiyo tunaona ndoa ikaingia kwenye migogoro ya wivu, amani katoweka, kwa sababu tayari mwanaume ameshindwa kutoa huduma sawa kwa wake wote wawili. Sema amina. Kwa hiyo jambo la kwanza unalotakiwa kulifahamu, wake wengi wanaleta mgawanyiko wa moyo. Ndio maana hata sasa kwa yule mke mwingine huwa ulali sana, ila kwa yule mwingine unalala sana, tena huko ndiko huo unaenda sana. Na hata sasa inavyoonekana, yule mke mwingine unaelekea kumtelekeza. Watoto hawajali, hawanunulii nguo, na ni wajibu wako kwa sababu ni watoto wako. Lakini sasa moyo wako umeelekea sehemu moja, kwa mke wa pili, umemwacha mke wa kwanza, kwa mke wa tano, umemwacha mke wa tatu. Sikiliza mwanadamu, usije ukajifanya mjanja kuliko Mungu. Mungu amekupa moyo mmoja unaompenda mtu mmoja, na wala hajakupa mioyo miwili. Ameweka ndani yako moyo mmoja, na moyo huyo unambeba mtu mmoja tu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ndoa ya wake wengi si halali kabisa. Jambo la pili, tunazungumza kwa nini karibu kila mwanaume katika Biblia aliyekuwa na wake wengi alipata matatizo makubwa au kuanguka kiroho. Wake wengi huharibu malezi ya watoto. Wake wengi wanaharibu malezi ya watoto. Kwa mfano, kunakuwa na ugomvi usioisha kati ya watoto wa mke mkubwa na watoto wa mke mdogo, ama watoto wa mke fulani na watoto wa mke fulani. Wanakuwa kwenye vita. Kwa nini? Kwa sababu baba yao hawajali, kwa sababu baba yao anapendelea watoto wengine, kwa sababu baba yao hawanunuri mahitaji kama wengine. Kwa hiyo lazima utatokea mgogoro. Tunaona katika Biblia mfano wa watoto wa Lea na Raheli. Walimchukia Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto wa Raheli, lakini watoto wengine walikuwa ni watoto wa Lea. Baada yake tunaona walianza kumpiga vita Yusufu, hatimaye wakamuuza, hatimaye wakamchukia Yusufu, hatimaye wakamwona Yusufu ya kwamba si mtu ambaye wanatakiwa kushikamana naye. Kwa hiyo wake wengi wanaharibu malezi ya watoto. Hii inatokana na upendeleo wa wazazi. Mzazi anapopendelea upande mmoja, lazima watoto wengine watajisikia vibaya, na hivyo lazima utakuwepo ugomvi na watoto wanashindwa kulelewa kwenye maadili yanayotakiwa. Lakini jambo la tatu, wake wengi huweza kumvuta mwanaume mbali na Mungu. Hili ndilo hatari zaidi ya hatari, ya kwamba wake wengi huweza kumvuta mwanaume mbali na Mungu. Tunamtazama mtu mmoja anayeitwa Suleimani, aliyekuwa bingwa wa kuoa, aliyeoa wanawake 700 na masuria 300. Lakini tunaona hatari ya Suleimani, ya kwamba wale wanawake waliweza kumtenga mbali na Mungu. Ninaomba nirudie tena kusoma andiko hilo katika Wafalme wa Kwanza ile sura ya 11 na mstari wa 4. Nisikilize nikwambie mwanadamu, huwezi ukashindana na Mungu aliyetengeneza asili ya kitu tangu mwanzo. Mimi namshangaa mwanadamu anayepishana na Mungu, anayesema ninaweza nikaoa wanawake wengi nikawahudumia. Nisikilize, Biblia inasema mwanadamu, wewe unao moyo mmoja, hauwezi ukawahudumia wanawake wawili. Wewe nimekuweka duniani uweze kumpenda mwanamke ama mwanaume mmoja. Hawa wawili umewatoa wapi? Hata kama dini yako inakufundisha, hata kama dini yako inakufariji, lakini nisikilize, kama unautaka kuishi uzima wa milele, lazima ujitenge na mambo haya. Mambo haya ni unajisi na yako ndani ya kanisa.
Wachungaji wanavumilia, hawayasemi. Anajua kabisa mzee wa kanisa anatoka nje ya ndoa yake, lakini hajawahi kemea hata kusema mbele ya kanisa. Anajua kabisa mtoto wake, mtoto wa mchungaji, amezaa nje ya ndoa na mchungaji hajawahi mtenga, mchungaji hajawahi sema lolote. Anaona nikawajua kabisa mama mchungaji anakamchepuko nje, na mchungaji anajikaza tu, anavumilia tu, hasemi tu. Nisikilize, nimekuletea habari za injili siogoshiwa, ya kwamba unapaswa kuitunza ndoa yako, na mke ni mmoja na mme ni mmoja, basi nje na hapo ni unajisi. Kwa hiyo wake wengi huweza kumvuta mwanaume mbali na Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa 4, Biblia inasema, maana ikawa Suleimani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Matokeo ya kubadilika kwa Suleimani, akajitenga mbali na Mungu, ni kwa sababu sasa amefanya tendo lililomtenga mbali na Mungu. Na jambo hili pia lilitokea kwa Delila. Samsoni alipotafuta nje ya Waisraeli, akajikuta amempata Mfilisti ambaye mwisho wake alimtenga mbali na Mungu. Matokeo yake tunaona wake wa Suleimani wakamgeuza moyo wake, akafuata ibada ya sanamu, akaanguka kiroho. Na baadaye wasomi wa Biblia wanaelewa ya kwamba ufalme wa Suleimani baada ya kufa ukagawanyika pande mbili, upande wa kaskazini na upande wa kusini. Kwa hiyo hizi zote nilizokuambia ni ishara zinazoonyesha kuwa mpango wa Mungu si ndoa ya wake wengi, bali mme na mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuonyesha Biblia katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. Biblia inasema, na askofu imempasa awe mume wa mke mmoja. Nisikilizeni wachungaji, nisikilizeni maaskofu, nisikilizeni wazee wa kanisa, kama msipolitunza agano la ndoa, nataka nikwambie hamko salama. Ndio maana hata kwenye madhabahu yako dhambi zimejaa. Vijana wanavaa kikahaba, hata wakemei, wanakuja nusu uchi, hata ukemei, kwa sababu uzinzi unafanyika mpaka makanisani. Ndio maana sisi tunakemea mambo haya, tunakemea nguo fupi, tunakemea mipasuo, tunapiga kampeni watu wajistiri, kwa sababu shetani anataka kanisa lizini ili lijitenge mbali na Mungu. Nataka nikwambie, kama mnaabudu mahali ambapo uzinzi unavumiliwa, mnajua kabisa kijana fulani sauti ya kwanza anatoka na sauti ya tatu, mnaelewa kabisa. Watu wanaongoza kwaya, tumepona, kumbe wanasema nitatoka na wewe leo. Wanajisontea tu, wanajisontea tu, wanazini. Nataka nikwambie, hamumtumikii Mungu wa kweli, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ninahubiri habari za ufalme wa Mungu, sihubiri kutaka sadaka yako. Ninautengeneza moyo wako uweze kumwelekea Mungu, ya kwamba Mungu anautaka usafi wa ndoa. Rizika na mke aliyekupa, rizika na mume aliyekupa. Ndio maana leo ndoa hazidumu, kwa sababu uzinzi ni kwa sana mpaka makanisani, uasherati ni kwa sana. Watu wanaingia kwenye ndoa wamezini mpaka miili yao inanuka uzinzi. Yani amelala na Juma, amelala na Rashidi, amelala na Mnepo, amelala na tangawizi. Anapofika kwenye ndoa atalizikaje na ndoa yake? Kwa sababu alikutana na miti yenye size tofauti tofauti. Asipoipata ladha anayoitaka, lazima toka kamtafute Juma, lazima toka kamtafute Rashidi. Ndio maana leo kuwapata wanawake mabikra, kuwapata mabinti mabikra ni kazi sana. Watoto wameharibika, tunafundisha shuleni, watoto wanatoa ujauzito, watoto wameharibika kabisa. Ndugu yangu, Yesu yupo, Yesu anarudi, anataka utakatifu wa mwili na roho. Anataka akukute ukiwa kwenye ndoa yako, na tena ukiwa mwaminifu. Wakati mwingine nitakapokuja, nitakuja kukufundisha, je, ndoa inaweza ikavunjika? Najua una swali hilo, ya kwamba ninaweza nikamwacha mke wangu nikaenda kuoa mwingine. Nitakueleza hatari ya uasherati, hatari ya uzinzi. Nitakueleza kwa nini Biblia imesema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Kwa nini Biblia imesema hivyo? Unajua uzinzi ni dhambi iliyozungumzwa tofauti na dhambi nyingine, kwa sababu ni hatari kuliko unavyodhani.
Wewe unapozani unaenda kupata raha ya dakika 30, raha ya dakika 15, lakini umejichimbia kaburi la milele. Bwana Yesu akubariki sana, na neema ya Yesu iwe na wewe.